Alafu huyo mtu nikamuuliza, anaosema hivyo, tunawapeleka Roma. Hebu niambie, kama neno Katoliki maana yake ni Roma, hebu niambie katika imani ya mitume inasemaje? Imani ya mitume na imani ya Nikea, zote zile imani zinasemaje? Ninaamini juu ya kanisa moja takatifu la mitume Katoliki. Hamna neno Roma pale. Na ndio maana nimeanza na hadithi ya kanisa la Anglikana limetokea wapi. Tangu mwanzo wa kipindi cha mitume, kanisa la Anglikana liliitwa Anglia Katoliko. Tangu mwanzo, wakati wa Mtakatifu Andrea, askofu wetu mkuu wa kwanza. Anglikana Katoliki. Sasa tunaposema sisi ni Wakatoliki, sisi ni Wakatoliki ndio, na hawa ni watawala wetu. Na kwa nini nimechagua wanawake kwa watawala, kwa mashemasi? Wajeni wapateni siri, wanawake naomba mnisikilize kwa makini sana. Miaka hii yote nyuma tulikotoka, wanaume wamekuwa wao ndio kila kitu ndani ya kanisa, kila kitu. Mchungaji akifanya kazi yake kwa uaminifu madhabahuni, hana muda wa kuwa mtawala katika mambo mengine, hana muda. Hawa wamama, ukisikiliza hadithi ya Mama Priska, ngoja nitoe hii mama kuone vizuri. Ukisikia hadithi ya Mama Priska na uinjilisti aliyoufanya na kupanda makanisa na kujenga makanisa, kanisa lake la kwanza alilolijenga ndio limekuwa kanisa la kwanza kubarikiwa katika jimbo letu, Mtakatifu Luka Masinyeti. Huyu mama alistahili kuwa mchungaji, lakini kwa maadili ya Ukatoliki hawezi kuwa mchungaji. Lakini ana kipaji cha utawala na uinjilisti. Ni jukumu langu askofu kumuinua kwenda juu zaidi kuliko mchungaji. Nikamwambia yeye atakuwa mtawala mkuu wa dekania ama dinari. Ndiyo maana ya archdeacon. Archdeacon sio kasisi mkuu. Kwanza neno deacon maana yake ni shemasi, si ndio? Ni shemasi mkuu. Nikamwambia mama, unastahili kuwa shemasi mkuu katika jimbo letu kwa kipaji ulicho nacho na juhudi katika kanisa. Wengine wakakasirika sana niliposema hivyo. Sana ndio akaanza kusambaza uongo kwamba sasa Priska sasa ndio sasa. Hali kadhalika na hawa nikisikia hadithi zao. Wamama ndio walezi wa kanisa. Tukiwaheshimu na tukawapa vipaji vyao vya kufanya yale wanaotaka kufanya ndani ya kanisa, kwanza tunawezaje tukasema hawawezi wakalea kanisa kama tulikuwa tumboni mwao miezi 9? So wametulea. Wewe uwe baba, uwe askofu, uwe rais, uwe nani, ulitoka tumboni kwa mwanamke. Na ndio maana Mariamu mama wa Mungu tunamheshimisha na kumtukuza, kwa sababu alikuwa na uhuru wote wa kumfanya Yesu asizaliwe katika tumbo lake. Tuwaheshimu wa mama, na tunapowapa uongozi muwaheshimu, kwa sababu wao ni walezi ndani ya kanisa. Samahani nimewaita. Naomba tuheshimiane kuanzia watoto mpaka watu wazima. Wamama tuwaheshimu, na tuna sera, nataka nimalizie na sera ya kanisa letu, inaitwa sera ya kanisa salama. Nafikiri sisi ni wa kwanza kusema hadharani kwamba
tuna sera inaitwa sera ya kanisa salama. Ukimtendea kwa ubaya mtoto, mlemavu, mwanamke, mtu mzima, mzee, ukimtendea kwa ubaya, hiyo dhambi haisameheki katika kanisa. Sera ya kanisa salama, kila mtu anastahili kuja kanisani akajiona ni salama ndani ya kanisa. Na dhambi nyingine ambayo huwa naisema katika kanisa letu hatutaisamehe, wewe fanya mchezo na sadaka za waumini. Fanya mchezo na sadaka za waumini. Mfanyie vibaya mtoto, mfanyie vibaya msichana, mwanamke, mtu mzee, na fanya mchezo na sadaka za kanisa. Hiyo ni dhambi kuu katika kanisa letu. Episcopal Anglican Media, maisha yanayohubiri.